بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 9 min shahri Allah al-Muharram mwaka wa 1448, katika darsa ya tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri ya suratul Maida na tulifikia aya 64. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية. كما ilivyo tazungumzia kwa ujumla mwanzo maana ya hizi aya, kisha tutasoma insha Allah tafsir ya Imam Ibn Kathir rahimahullah, na tafsiri inayotumia kuanzia ni al-Mukhtasar fi tafsir al-Quran, ambayo tutazungumzia kwa ujumla maana ya hizi aya, kisha tuingie katika tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب. kuna kipindi mayahudi walipatwa na ukame, wakapata dhiki katika maisha, na ni sunna yake Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu kuwaonja waja wake, na ndani yake mitihani anayotoa Allah subhanahu wa ta'ala kuna khairi. Lakini kama walivyo mayahudi ni wakosefu wa adabu hata na Mola wao muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Walipopatwa na ukame na dhiki katika maisha, wakasema yadullahi maghlula, mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala ameufunga, hakufungua. ay yadullahi maqbudatun an badli alkhair wal'ata, mkono wa Allah ameufunga kutokamana na kutoa khairi. amsaka anna ma indahu, amezuia kutotupa sisi kile kilichoko katika mikono yake. Kwa hiyo wakamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala ubakhili, iyadhan billah. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu ala hubisat aydihim an fi'li alkhair wal'ata, bali mikono yao ndio imezuiliwa na kukauka kutokamana na kufanya khairi na kutoa. Na hautamuona Myahudi isipokuwa hii ndio sifa yake, amelaaniwa, na ni watu ambao hawafanyi khairi bali wafurahia kuwaona watu katika hali mbaya, wafurahia kuwaona watu wakiteseka. Kuna watu washangaa, na haitakikani kwa Muislamu kushangaa kuona hali ya Mayahudi vile walivyo na nyoyo zao namna zilivyokuwa ngumu, kwa sababu yote haya yamezungumzwa katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia nyoyo zao: thumma qasat qulubukum fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, nyoyo zenu zikawa ngumu, zikawa kama mfano wa mawe, au si ya shak bimaana bal ashaddu qaswa, bali nyoyo zenu ni ngumu zaidi kupita hata mawe.
Sasa ikiwa watu wamesifiwa na sifa hizi mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, hivi watarajia huyo mtu atakuwa na huruma na nani? Hawana huruma na watoto, hawana huruma na wanawake, hawana huruma na watu wazima. Kwa wao chochote kinachosimama mbele ya maslahi yao ya kidunia ni kuua. Watakuondoa katika hii dunia vile utakavyokuwa. Yani leo ndio umma mwingine katika kufara waanza kufahamu kumbe hawa watu wabaya namna hii, lakini muislamu atakani ashangae kwa sababu yuwajua. Ndivyo aliwazungumza Allah subhanahu wa ta'ala. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Wao wakasema غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا. ومفكوزوا نجي رحمة الله كما نينيو هاي مبايا وليمزمزا نايو ملواو الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان بالخير والعطاء. bali mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala miwili ni kunjufu katika kutoa khairi na vipaji mbalimbali. Hakuna neema walionayo waja wake isipokuwa yatoka kwake. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Neema nyingi sana mpaka kufikia kutuambia wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Huwezi kudhibiti idadi ya neema Allah alizowapa wanadamu. Yunfiqu kayfa yasha, lakini tufahamu hutoa anavyotaka yeye, si tunavyotaka sisi. Kuna wale ambao wakikunjuliwa katika dunia ni khairi kwao, Allah akawakunjulia katika dunia, na kuna wale ambao akikunjuliwa katika dunia yaweza kuwa ni sababu yeye kuangamia. Kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akamdhiki yule mja ili aendelee kuingia katika laini ya sawa na njia ya sawa, muabudu Mola wake. Lau kama angempa huyu angepita mipaka akaangamia, na huyu mwingine yalingana na yeye uwezo na utajiri akamfungulia, ikawa atumia ule uwezo wake katika kuwanufaisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kujenga akhira yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akikufungulia ni kwa fadhila zake na rehema zake, na akikudhiki ni kwa hikma zake na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo muislamu atakikana aishi. Kwa ikiwa amefunguliwa katika dunia, aitumie ile dunia yake katika kuijenga akhira yake, iwe ni khairi kwake. Na ikiwa amedhikika katika dunia, pia asiwe ni mwenye kulaumu. Hii si tabia ya muislamu. Sabara fakana khairan lah, kasubiri kwa ni khairi. Uenda labda ukifunguliwa wewe hutokaa msikitini, hutokuja kuswali, lakini wewe waona wanyimwa, kumbe Mola wako akutakia khairi. Lakini ni wangapi ambao wafikiria hivyo? Sasa hawa Mayahudi walikuwa wataka wapewe wanavyotaka wao. Ni tamaa hawa watu Mayahudi, wana tamaa hawa, hakuna mfano wao. Hakuna watu ambao hawajali ile njia ya kupata mali. Wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil. Hizo zote sifa zao Allah wasifu nazo. Leo ukitizama katika mifumo ya benki hii ya riba, utawakuta wao ndio wako nyuma yake na kuchukua mali za watu kwa batil. Nchi ngapi ambazo zimeangushwa kwa ajili ya wao kuja kuiba mali ghafu waliokuwa nayo? Nchi ngapi? Na nchi yaweza kuwa na amani, waishi vizuri walivyokuwa maskini, wakavumbua tu kumbe nchi yao ina dhahabu, ikawa ndio balaa yaanza pale. Ile amani yao yote wakaikosa. Ukichungulia vizuri ukamkuta kuna bwana kikofia cha utosini fulani kimekaa pale, ndio chaleta balaa yote ile na kugonganisha baina ya watu na nini, kwa sababu ya tamaa waliokuwa nayo. Na hivi ndivyo walivyo bukhala.
Na hapa hawazungumzii wale wa nyuma huko, hawa wanaoishi sasa. Kuna mmoja afanya muita social experiments almuhim, azunguka kule Marekani kwenye sehemu ya Mayahudi, mtaa huo ni Mayahudi tu waishi, yuwajaribu kuomba, amevaa nguo kimaskini, aomba asaidiwe. Amekaa mchana mzima, wallahi ya kusaidiwa na mtu mmoja, hata mtu mmoja kumsaidia. Yeye alikuwa yuwajaribu, aambiwa kuwa hawa Mayahudi mabakhili. Sasa ataka kujaribu, ni kweli? Kavaa nguo chanika hivi, kisha akaenda kwenye neighborhood ya Waislamu. Kila anayemwomba wana huyo amshika, twende hoteli ukale pale. Kisha ambia, mimi nilikuwa najaribu, nao uwezo lakini, na kuna kamera makhfia hivi yawavuta wale watu. Asema angalia Waislamu wako vipi na hao Mayahudi wako vipi. Hata mtu mmoja kumsaidia, mwanzo mpaka mwisho kusaidia hata mtu mmoja. Ni watu sifa yao hii, bukhala. Allah subhanahu wa ta'ala yuatoa, lakini atoa anavyotaka yeye. Yabsutu wa yaqbidu, humkunjulia anayemtaka na humdhiki anayemtaka subhanahu wa ta'ala, kwa hikma zake na uadilifu wake. La hajira alayhi wala mukriha lahu, hakuna anayeweza kumzuia akitaka kumfungulia mja wake katika dunia. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, wallahi Allah akimfungulia mja wake hakuna anayeweza kuzuia, na hakuna anayemlazimisha, wala mukriha lahu, hakuna anayeweza kumlazimisha ampe huyu au asimpe huyu. ثم قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد. kila mtume sallallahu alaihi wasallam anapoteremshiwa Qur'an na ilmu ikakithiri na ikazidi, na Mayahudi wazidi kuchomeka, wazidi kutupa mipaka katika ukafiri, na yote haya dhalika lima hum alayhi min alhasad, kwa sababu ya hasad waliokuwa nayo. Na hii pia ni moja wapo katika sifa ambazo zimewalazimu Mayahudi, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Wallahi hawa jamani mahasidi, aliyekutana na wao ajua hili, ni watu mahasidi sana. Hawataki jamii yoyote nyingine ifanikiwe, wao wataka wao tu, na mtu akifanikiwa watafanya kila namna kutaka kumwangusha yule mtu, na haswa katika mambo ya biashara ya kidunia huku. Kef katika jambo hili kubwa la nubuwa, kuwa utume hakupewa mtu wao, kapewa katika kizazi cha Ismail, si Ishaq. Kwa nini? dhalika lima hum alayhi min alhasad wa alqaina, Allah sema wa alqaina bainahum aladawata walbaghdha ila yawm alqiyamah. أي وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء, tukaweka baina ya makundi ya Mayahudi. Hawa Mayahudi mnaoona wana makundi mbali baina yao, wana chuki. Ushawahi kuona ile clip yaonyesha bunge la Mayahudi wawaita ile nchi Israeli, hadi dawla al-Yahud, ma Israeli. Israeli nabi min anbiya Allah alayhi salatu wassalam. Lile bunge kule ndani huwa wapigana mpaka na viti ya jamaa, wajifanya wameendelea. Wallahi kuna klipu mimi nimeona bungeni kwao watukanana, jamaa wakaanza kurushiana viti, wana chuki. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ni watu wachukiana sana, ukiwaona kana wako pamoja, lakini watu wachukiana sana. Kundi hili wachukia hawa wachukiana. Allah subhanahu wa ta'ala sema tukaweka baina ya makundi ya Mayahudi uadui na chuki baina yao. kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah,
ay kullama jama'u lilharbi, kila wakikusanyika kwa ajili ya vita, wa a'addu lahu 'uddatan, wakaandaa kisawasawa kwa ajili ya vita, au taamaru liish'aliha, wakawa wamekubaliana na kupanga mipango ya kuwasha moto wa vita, shattata Allahu jam'ahum, Allah awasambaratisha. Na hivi sasa hivi yanaoendelea, mtakuja kuona ukweli wa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa kila wakiendelea na ule fisadi, ndio kukaribia kuisha kwao kwa karibia. Na haya si mara ya kwanza kuanza kufanya ufisadi wanaofanya. Allahumma salli nafi'an. Si mara ya kwanza. Washaleta ufisadi mwingi huko nyuma. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani aliyekuwa mara kwa mara akienda kuwatia fitina washirikina kwa ajili ya kuja kumvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ghazwat al-Ahzab haiko mbali na nyinyi. Tizama ni nani aliyesababisha Ghazwat al-Ahzab. Utawapata ni Mayahudi. Ndio waliokwenda kwa Quraysh wakawaelekeza katika kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakusanya makabila mbalimbali, wakachangia katika kuvunja mkataba baina Bani Quraidha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hao pia Mayahudi. Wakiwasha ule moto wa vita, Allah yuuzima subhanahu wa ta'ala. Leo zimekuwa nchi za kikafiri, sikwambii Waislamu, wazungumza wazi marais wao, kwa nini tupate tabu dunia nzima kwa ajili ya watu milioni 2? Wajua wale watu wachache sana. Yani lau kama wanadamu wataamua watemee mate wawamaliza, sikwambia wapige risasi. Binadamu wote wakiamua watemee mate tu, wataizamisha ile nchi yao. Yani watu wachache sana, lakini uharibifu wanaouleta katika nchi hakuna mfano wake. Leo dunia nzima watu waona maisha ya panda, wakiangalia sababu nani? Al-Yahudi. Hawa ndio tuletea fujo lote. Wao wasema sasa leo imekuwa nchi za kikafiri zazungumza wazi na kusema kuwa hii tabu yote tunayoipata tuipata kwa sababu ya watu milioni 2. Tuko wangapi sisi? Lakini mwachelewa, hamjaona bado, mtaona mengi, lakini ndio kuishia kwao. Kwa hiyo kila wakiwasha ule moto wa kuleta fujo na vita, Allah subhanahu wa ta'ala awasambaratisha, wa adhhaba quwwatahum, na kuwapokonya zile nguvu zao. Na hili mtakuja kuliona kwa uwezo wa Allah. Na namuomba Allah tukiwa twaishi tulione kwa macho yetu. Wametia watu dhiki sana. Sallallahu yuhlikahum. وقال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أي ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض. hawawachi Mayahudi kufanya yale ambayo yaleta ufisadi katika ardhi. Ndio huu haribifu leo tuuona wote watokea ulimwenguni ni wao. Allah wazungumza subhanahu wa ta'ala. Laiti watu wangeisoma Qur'an wakawajua Mayahudi nani, wakaelewa hawa Mayahudi ni watu aina gani. Minasai liibtali alislami walkaidi lahu, wakimbilia mbio sana kuubatilisha Uislamu na kuufanyia vitimbi vya kila aina. Kila vitimbi wafanya, alafu kujidhihirisha hakuna watu werevu kama wao, hakuna watu ambao wana intelligence, yani zenye nguvu kama wao. Lakini ajabu bwana, angalia wanavyochezea walimwengu akili. Mtu auawa mbele ya watu wote, tena nchi ya Umarekani, kisha muuaji hajulikani nani. Na hapo hapo tu rais eti apigwa risasi kisha hajulikani yule anayefanya nani, ama achukuliwe mtu tu abandikwe kisha story yake siku 2-3 kisha kwisha. Kunani? Haya yote kuna mipango wayapanga. Wakitaka ajenda fulani ipite tufanyeni hivi. Yani ni watu wakikaa chini wao ni kufikiria makri tu, ni vitimbi tu kuwapangia walimwengu. Na mtu yoyote akajaribu kwenda kinyume na wao watammaliza.
wakiona tu kuna hatari ya maslaha yetu na hatari yenyewe ni mtu fulani, basi watammaliza kwa njia yoyote. Wallahu la yuhibbu ahla alfasad, Allahu la yuhibbu almufsidin. Allah hawapendi watu wafisadi, na hawa ni wafisadi waharibifu katika ardhi. Hakuna mfano wao katika uharibifu wanaofanya. Jamaa waharibifu sana, wallahu almusta'an. Ulimwengu ukiishi bila hawa watu kuwa na nguvu, utaishi na starehe sana. Kila mmoja, hakuna mtu amwingilia mwenzake, shughuli zake, kila mna shughuli zake. Lakini maadamu hawa wako na wamepewa nguvu fulani, na angalieni kitu kimoja, maneno ya Allah yaanguki, hawawezi kusimama peke yao illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas. Na sasa hivi wameshikiliwa na kama wanavyoita miongoni mwa dola al-udhma, Marekani ndio iko nyuma yao. Lakini akiondoka tu, wallahi hawasimami hata mwezi mmoja, hao warudi tena kuwapaka. Ni watu waoga, jubana, hakuna mfano wao. Lakini iko siku yao, ni Waislamu warudi katika dini yao kisawa sawa, ikiwa kweli wataka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Lakini je, sisi na hali yetu tulionayo kweli twastahili ile nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na hali yetu iko hivi leo ilivyokuwa wakati wa haji mwaka jana, au tuseme mwaka juzi, tukizungumza mwaka wa Kiislamu, mwaka juzi, watu au unaweza kusema maikhwani walipiga kelele kwa watu wasiende kufanya nini? Haji. Sema zile pesa zachukuliwa zapelekwa kwa Marekani. Na hii ni kama wewe hujakwenda kule. Ukienda kule utaelewa kuwa hata hizo senti zako unazozitoa pale la yusmin wala yughni min jua, hata hazifanani na yale utakayoyaona kule. Sijui wale jamaa siku moja wakituambia kila mtu na senti zake ajisimamie mwenyewe, tutakwenda vipi sisi kule? Allah kwa rehema zake bwana kawajalia watu wana nyoyo pana sana, na yale matusi wanaotukanwa na wanavyoambiwa, ulimwengu unavyowasema, ni kama hawasikii. Watu waseme mpaka wachoke, wao watasaidia vile vile. Wewe watukana, wapewa ashika. Baada ya kutukana watu wakaambiwa wasiende haji. Kwa nini? Pesa za haji mumpelekea Marekani, wakatoa na maklipu na kila kitu. Billah alaikum, mumeona vita hivyo kwa World Cup? Hii World Cup sasa yachezwa hii, wangapi katika vijana wa Kiislamu wamekaa wakifuatiliza upuzi huu? Mumeona maikhwani wakitoka kisha wakisema kuwa watu wakate, kwa sababu pesa zenda moja kwa moja kwa Marekani, moja kwa moja. Alafu tikiti ya kuingia ni ghali, waweza kwenda watu wawili haji, mechi moja kwenda watu wawili haji. Na hatukusikia yote akisema watu wakate. Na hao mliokuwa mkiwasifu pia wamo humo ndani, mpaka Irani pia yumo na huku wapigana naye, lakini wenda tu yuko pia. Lakini hatukuona mtu akisema kwa watu wakate wasiende. Jamani, nguzo katika nguzo za Uislamu imepindia. Ujue hivi vita vyaelekezwa kwa Uislamu, si masala ya kuwa kuna pesa hivi pesa vile. Basi tu ipigwe vita nguzo katika nguzo za Uislamu, kusipigwe vita mpira ambao wachezwa kwenye ardhi ya maadui wa Uislamu. Kisha hili jambo la kushangaza, yani hivi, alafu haya yote tunayoeleza hapa kuhusu Mayahudi, kuhusu namna mipango yao wanafanya, kisha hata mahizbi hawana haya, sema sisi walipona na Mayahudi. Sasa si waelewi hawa watu, na wala wao huwasikii wakiyazungumza haya, huwasikii wakiyazungumza.
Sasa maskini na wale awamu wakilishwa maneno kama haya, msakini ya akhi hawajui, waona ni kweli. Kama yule khurafi mmoja, khurafi azungumza karibu jisali zima, hao masalafi mshahara wao toka Vatican. Hebu fikiria wewe, billah alayki ya akhi, hadha mtahashish wala akil algat? Yani mtu yazungumza kana kwamba yani amekula vitu vieleweki. Hii maneno yaingia akilini kweli? Wallahu musta'an. Tena alafu asema nini? Wewe huoni wajenga misikiti? Vatican wajenga misikiti? Basi Vatican wazuri hao, wajengea waislamu misikiti. Si yani tanaqud wanaoifanya hawa watu ya ajabu sana. Wallahu musta'an. Wallahi hatusemi isipokuwa inda Allah tajtami'u al-khusum. Sote tutakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yajua aliye mkweli katika kuwalingania watu kwenye haki na muongo nani. Usifikirie utawachezea watu hapa duniani kwa kudhihirisha kuwa wewe watakia khairi, kumbe ukweli wa mambo huna ukweli ndani yako. Hapa duniani waweza kupitisha, lakini kuna kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye mahakama kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kule yale yote mnaoyasema ya uongo kule yatadhihirika. قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أي ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لو كما ما يهودي نما نصارى وانجياميني يلئ ليكجناهم من محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله باجتناب المعاصي، نوكمش الله سبحانه وتعالى وكجيبوشنا معاصي، لكفرنا عنهم سيئاتهم أي المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، tungiwasamehe makosa yao, madhambi yao hata yangelikuwa ni mengi tungiwasamehe. Wala adkhalnahum yawm alqiyamati jannatin na'im, na siku ya kiyama tungewaingiza katika mabustani ya pepo, wakaneemeka mle ndani ya pepo. Yatanaamuna bima fiha min na'imin la yanqati', wakawa neemeka kwa neema ambazo hazikatiki, ni zenye kuendelea. Na hii ni naim ya peponi peke yake. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Neno ya Allah makubwa sana. Yani mbora katika wao wakati wao ni yule wakati kati, muqtasid. Sababu watu wamegawanyika, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ahlul kitab walikuwa hawana sabiqun bil khairat, yani yule mbora katika wao minhum muqtasid. Hii ndio daraja kubwa wanayofikia, kwa kati na kati. Wakati huo walivyokuwa na mitume wao na baada ya mitume wao, hii ndio ilikuwa hali yao. أي ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل، لو كما ما يهودي wangefanyia kazi yale yaliyomo katika Taurat, wasizidishe wala kupunguza wakati huo, na manasara wakatendea kazi yaliyo katika Injili, waamilu jami'an bima unzila alayhim min alquran, kisha wote wakayafanyia kazi yale walioteremshiwa katika Qur'an, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah sema la yassartu lahum asbab arrizqi, ningewafanyia wepesi sababu za riziki. Na ndio hapa anaja suala, Muislamu ukitaka kuishi vizuri katika maisha yako ya kidunia, simama katika mstari wa kisawasawa, yafuate aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake. Allah amekuahidi kuwa atakufanyia wepesi riziki, hata bei zikipanda wewe Allah atakufanyia wepesi. La yassartu lahum asbab arrizqi min inzali almatari wa imbati alardi, ningewafanyia usahali njia za kupata riziki katika kuwateremshia mvua, kuchipua mimea katika ardhi.
ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق. na katika alkitab walikuwepo wale ambao walikuwa kati na kati, walisimama katika haki. والكثير منهم, na wengi wao walikuwa vipi? saa amaluhu liadami imanihim, ilikuwa amali zao ni mbovu kwa sababu ya kutoamini kwao. Hizi aya tulizosoma ndio maana yake kwa kijumla tulizozieleza. Sasa tuingie katika yale aliyotaja Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kufasiri hizi aya, kwa hivyo wasahali kwetu kusoma hapa, tushazielewa mwanzo. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن اليهود. ابن كثير كلا كيوتجمع يهودي سكيزا سمانين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة, iwe juu yao laana ya Allah inayofuatana iwafuate mpaka siku ya kiyama. Allah walani, ndivyo walivyo Mayahudi. Allah amewalaani, kila kiozungumzia ni watu wenye laana, laanahum Allah. Mtu akilaaniwa wewe utarajia nini kutoka kwake? Khairi gani jamani nyinyi mwitarajia kwa Mayahudi? Kuna khairi gani? Hata ushindwa wakati mwingine. Kuna baadhi ya viongozi wa nchi fulani hivi waweza kuona ni Waislamu na nini, kisha wamejitupa kwa miguu na mikono kwa Mayahudi. Wallahi hawana khairi hao. Labda nyoka awe na khairi, yule nyoka yule, tena nyoka yule black mamba yule akikuuma kwa dakika kadhaa ushakufulia mbali. Ikiwa ana khairi basi Yahudi atakuwa na khairi, hata pengine yule nyoka tumuonea. Wallahi labda yule nyoka tumuonea. hawa Allahu akbar, hawana khairi, mal'unin. na Imam al-Kathir asema alaihim la'ainu Allah almutatabi'atu ila yawm al-qiyamah, juu yao laana ya Allah inaofuatana mpaka siku ya kiyama. يخبر تعالى عن اليهود بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا, kuwa memsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya upungufu. Allah ametakasika kukubwa na sifa hii, biannahu bakhil, kwa Allah ni bakhili, iyadhan billah. Kama wasafuhu biannahu faqirun wa hum aghniya, kama ile aya tuliyosoma kwa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah ni faqiri, sisi ndio wakwasi matajiri. وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة, wakaeleza kuhusu bakhili kwa kusema maneno haya kuwa mkono wa Allah ameukunja, hatoi. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة, أو كسديك ومكون الله wenyewe umefungwa, la, walakin yaqulun bakhilun yani amsaka ma indahum, inakusudia kuwa Allah ni bakhili. Ni kama saseme bwana amefunga mkono wake atoi kitu ile jamaa, maana bakhili amezuia kilicho katika mikono yake. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسد والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا, يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير. katika hii aya Allah yuwakataza ubakhili na yuwakataza ubadhirifu, israf. Bimaana mu'min atakana awe kati na kati, asiufunge mkono wake wa ukawa kama mkono wa buli, wala asiufungue mkono wake akatoa kila kitu akakaa akaanza kujilaumu, kwa awe kati na kati. قال يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله, mtu akatoa pale ambapo sipaki. Tabdhir haimaanishi mtu kutoa katika khairi kuwa kuna israfu. Kutoa katika khairi hakuna israfu. Kwa ushahidi kwa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ametoa mali yake yote kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, mali yake yote ametoa. Umar Khattab ametoa nusu ya mali yake. Uthman ibn Affan ametoa kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hayamdhuru Uthman atakayoyafanya baada ya hiki alichokitoa. Ametoa kingi sana. Kwa katika khairi hakuna israfu, lakini katika vile visokuwa na maana
Na leo sijui kwa nini katika vile visokuwa na maana ndio wengi katika watu hutoa, na katika khairi hawatoi. Bado hamjanielewa? Sitaki nitoe mifano mingi, yani tuende mbali, lakini nyote mwajua katika mshtama mambo tafi. Yaweza kuwa mwimbaji ankuja mwimbaji tu akapewa sijui milioni ngapi, mamilioni akapewa mwimbaji tu. Huyo mwimbaji kaacha skuli, mfelia, hajasoma, ni mjinga, muhuni tu, na yale maneno anayosema hata uelewe zungumza nini huyu, atunga vitu vya kininio vya kiwazimu, lakini akaondoka pale akiimba kitu watu wote waregelea. Na wale waweza kuwa kwa Waislamu, imamu akikosea hawezi kumkosoa. Hamjafahamu? Tuishi kwenye ulimwengu, yule mwimbaji watu wamaliza sio wamaliza tena yale maneno na hifadhi. Lakini msikitini imamu akosea hamkosoi, hajui chochote katika dini yake, hayumo wala ana habari. Makosa. Ukaona pesa nyingi zatolewa kwa ubadhirifu kwa ajili ya watu ambao hawana maana kabisa katika mshtama. Kwani wachangia nini katika mshtama? Na ukaona wengine, mimi sijazungumza kuhusu dini bado, nazungumzia tu mambo ya kidunia. Ukaona wengine pengine watu ni madaktari, mainjinia, vijana wataka kusoma, ambapo wale wenye uwezo walikuwa wawasaidie hawa ikiwa katika mambo ya kidunia, ili waende wakasome wakasaidie mujtamaa wao na wasipate msaada. Sasa sikuambii uende na bili ya msikiti mseme kuwa msikiti tazimwa pale bwana, moto utakatwa, saidieni. Kitu cha kwanza, Waislamu wapenda kuomba kweli kweli, taabu tu, shikeni bwana. Yani lazima utapewa neno kwa wengine, si wote, kina atakupa maneno kisha ndo wasaidie. Na huyo katika upuzi ukamwona yuko mstari wa mbele. Sasa ule waitwa ubadhirifu. Lakini katika khairi hakuna ubadhirifu, kwa sababu kila unachokitoa uenda ukikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى: وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود. إما يهود يقصدوا يفي كوا الله بخيل عياذا بالله، عليهم لعائن الله، لعنة الله زيجوياه. وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. amesema huyu mmoja, lakini wengine wote walikuwa radhi na yeye. Hii kauli kanasibishwa kwa wao. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. قال: ورد الله عز وجل عليهم ما قالوه. الله akawarudi na Qur'an imejaa rudud. Kisha waweza kumsikia Muislamu azungumza, hii bwana hawapenda sana mambo ya rudud. Wewe wasoma Qur'ani, wasoma Qur'ani kweli? Mara ngapi Allah amewafanyia raddi Mayahudi, amewafanyia raddi washirikina, amewafanyia raddi watu wa batil wengi katika kitabu chake. Halafu mfumo kasoma. Lakini bwana hii mambo kutaja na majina, wasoma Qur'an. Wa Qaruna wa Firauna wa Hamana nini? Si majina. Wa Qaruna wa Firauna wa Haman, tena tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Abu Lahab ametajwa kwa majina. Wewe soma Qur'ani tutaelewa mambo yote, haina haja upate tabu. Ikiwa imetokea dharura utatajwa kwa jina, ikiwa inatokea dharura. Lakini ikiwa hakuna dharura wala hakuna faida kutajwa jina lako, basi hutotajwa. Yatatajwa yale mambo unayoyafanya, kisha atafanywa raddi. Ikiwa imetokea dharura kwa utajwe huyu ni mtu fulani, basi utatajwa mtu fulani, huyu amesema kadha, na Qur'ani yasema hivi na sunna yasema hivi. Kwa Allah akawarudi hao, waqabalahum fima ikhtalaquhu waftarawhu watafakuhu. Allah akawakabili kwa yale walioyazua, sababu ni uzushi, ni uongo wameutunga. Faqala: ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu wa hakadha waqa'a lahum fa inna 'indahum min al-bukhli wal-hasadi wal-jubni wadh-dhillati amrun 'adhim. Yale tulikuwa tukiyataja, na hivi ndivyo ilivyo. Haya ndio yaliyowapata.
asema kwani kwa hakika wale mayahudi wale wana ubakhili, wana uhasidi, wana uoga na udhalilifu. Hili jambo liko sana kwao, amrun adhim indahum, liko sana jambo. Yani ukipiga mfano wa uoga wao namba moja. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin, wapenda kuishi, waoga, hakuna mfano wao. Kama qala ta'ala am lahum nasibun min al-mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan 'azima. al-aya. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة, hata wakajikwachua kiasi gani, wallahi ni watu wadhalilifu, hakuna mfano wao. Lakini swali laja, mbona basi watufanya hivi? Hawa watu hawawezi kupambana na Waislamu katika uwanja wa vita wakati Waislamu wameshikamana na dini yao. Lakini na sisi tukiiacha dini yetu, hakuna wadhalilifu tutakaokuwa kama sisi mpaka turudi katika dini yetu. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhim dhullan. Na huu ni udhalilifu tumesalitishiwa ikiwa watu waona la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah hatawaondolea udhalilifu mpaka murudi katika dini yenu. Ndio Sheikh Al-Albani na muhadhara wake mzuri sana akieleza hii hadithi, hatta tarji'u ila dinikum. Ni dini gani iliyokusudiwa hapa? Dini ya kupiga matwari? Ngoja mtaona tu, si tuko Muharram, Safar, Rabiul Awwal, tutapata tabu kufanya rududi hapa, maana jamaa watadanganya umma hapa. Yabidi sasa wakiyazungumza tuanze kuweka wazi, angalieni haya ni uongo, si kweli. Hawa jamaa waongo, wawadanganya. Na msakini akhi, awami akhi, mwaka jana wamekuja na kali, ilitokea ile kupatwa kwa mwezi khusuf, watu waswali wapiga ngoma, subhanallah, bila haya. Siku ya pili wasema kusherehekea maulidi mbora kuliko kuswali khusuf. Hadhola hamqa. Nikiwaambia hawa msammakhin hadhola, antum saddiqun, yani watu akili zao sijui ziko wapi akhi. Vipi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muakkada mpaka wanaoviona wengine wakapiga kama ni wajibu kwa kitu kilichotungwa bid'a ambao ndani yake kuna maneno ya kishirki mengi, itakuwa bora kuliko dini ya Allah aliyoteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lakini mwaka jana waliosumbua watu sana kwa dalili yenu nini? Al-allama fulani yasema huyo allama si allama, واحد ما ادري منين جابوه wamleta hapo, watambandika jina al-allama al-allama, wala kuna ndio waliteremshiwa dini huyo. Lakini ni kutaka kuwafurahisha wale watu ambao wasikia dhiki kwa sisi wenzetu walikuwa wakiswali, sisi tulikuwa tuacheza, kwa kutaka kuwatuliza kwa nyinyi mlikuwa katika khairi kuliko wale. Yani wewe ulikuwa wacheza uko kwenye khairi kuliko alisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwaswali bwana, amomba Allah maghfira. Ama hamjui maana ya khusuf nini? Khusuf ni alama ya halak. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akawatakia kuangamiza, atawaangamiza wale watu. Wakimbilia katika istighfar, wakimbilia katika sala, wakimbilia katika sadaqa, ili kumuomba Allah awaondolee, asiwaadhibu. Watu wako kule dingpa ati wale bora. Mimi sijui nikwambia nini hii pia. Qala Allah wa qala rasulu, jamani, yani uqul aina dhahabat al-uqul? Turudi hapa. Mtihani tumepewa kwa ndugu zetu hao, mtihani mkubwa sana, sallallahu yahdiyahu. Lakini katika mambo yaliyozorotesha pakubwa waislamu ni bid'a zimewazorotesha waislamu sana. Yani tumekuwa hatuwezi kuwa kitu kimoja kwa sababu ya mubtadi'a. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali sana kitaja bid'a, mkali sana. Alafu ukawapata watu watetea mambo ambayo hakutufundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na iwajua yeye kama kufundishwa basi tu.
ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa fadhila, atoa bana, tena mwenye kutoa vipaji vingi kwa wingi, kwa ukarimu. Hakuna chochote isipokuwa mbele ya Allah kuna khazina nyingi zake, khazainu. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu, si khazina moja, khazain. وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. yeye Allah subhanahu wa ta'ala, neema yote walionayo waja wake ni kutoka kwake yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, hana mshirika naye. الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا. yeye Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi kila tunachokihitajia katika mchana wetu, usiku wetu na mchana wetu, tukiwa katika hali zetu za kawaida, tukiwa wasafiri, katika hali zetu zote. Kama qala wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, na akawapa kila mlichomuomba, bali na vingine hamkumuomba pia akawapa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Mwanadamu bwana dhalimun li nafsi kafar, ni mwingi wa kukanusha neema za Mola wake alizompa. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى، mkono wake wa kulia Allah umejaa. لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار، haipungui mikono yake Allah kwa kutoa. Ni mkarimu anayetoa usiku na mchana, atoa subhanahu wa ta'ala, usiku na mchana atoa. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، hebu fikiria ametoa vingapi kutoka mbingu na ardhi, na bado atoa. Na mifano yake munayo hai, kuanzia wanyuma wala samaki mpaka leo nyuma wala samaki. Hakuna siku mtasikia bahari kule samaki hakuna tena, mwala tu, mwala mbuzi kila siku, kondoo, ng'ombe kila siku mwala. Kwani wazaa mara ngapi wale kwa mwaka? Mbona wako wengi haweshi na mwala? Na si nyinyi tu, dunia nzima wala. Sikwambii matunda na nafaka mbalimbali watu wala. Angalia, hii ni chakula tu, hatujazungumzia kitu kingine, na watu wala alhamdulillah. Haya yote ni katika zile neema Allah anazowapa waja wake katika riziki. usiku na mchana atoa. Araaitum ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal ard fa innahu lam yaghidh ma fi yaminihi, hivyo vyote anavitoa kutoka mbingu na ardhi hakujapungua kile kilicho katika mkono wake wa kulia, hakuna kitu kilipungua. Qala wa arshuhu ala alma, na arshi yake Allah ambayo ile yuko juu yake subhanahu wa ta'ala, a'zam makhluqat, a'zam almakhluqat, ikiwa juu ya maji. Wa fi yadihi al-ukhra al-qabdhu yarfa'u wa yakhfidhu, na mkono wake mwingine Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua anayemtaka na akamshusha anayemtaka subhanahu wa ta'ala. Ama binadamu hawezi kufanya chochote, hata ukakaa kuzungumza wewe tu, kama Allah atakuinua atakuinua tu. Kuna mtu azungumza vibaya kama Muhammad Abdul Wahhab makhurafi mamsema na heshima yake kila siku yenyuka juu, kila mkimsema. Leo kuna akh anatumia picha, ushaona picha, ukiangalia jamaa kwenye duka hivi anaandika mamnuu dukhul alwahabiyya. Basi chuki yako atatukupe senti pia zikataa. Ndio wewe kweli, wewe mujahidi kikhurafi kweli.
ana bidii, sallallahu yahdiyahu. Lakini zile propaganda bwana zinazoenezwa, lau kama propaganda zaangusha mtu, wallahi angeanguka Imam Mujaddid rahimahullah. Lakini mimi nauliza, kuna mtu yuwasemwa na hawa watu kama Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab au wamsema hawa? Yani kila mahali wakikaa watamsema, wakikaa wakizungumza mambo ya bid'a watamsema, sababu aujaahum rahimahullah hayyan wa mayitan. Alivyokuwa haya amewaumiza kichwa kwa namna alivyowafichua yale matatizo waliokuwa nayo, na baada ya kufa ameacha risala ndogo ndogo tu, si kubwa, Nawaqidul Islam safha moja tu, lakini anaisoma pale atajiepusha na mambo makubwa ambayo watu wengi sana waingia ndani yake. Alqawaid al-arba'a, qaida 4 tu, akizielewa mtu haingii kwenye shirki, umdanganyi kumpeleka kwenye maiti kuomba. Al-usul al-thalatha, watoto wadogo wahifadhi. Tizama vitabu viandika, subhanallah, al-usul al-6 safha 2 tu, lakini angalia athar. Nahsibuhu wallahu hasibuhu kana mukhlisan. Hakuandika vitu vikubwa, na si ati hana vitabu vikubwa, anavyo, lakini vile ambavyo ni mashuhuri utakuta ni hizi risala. Asoma risala mtu yuaelewa Uislamu vizuri kabisa, alhamdulillah. Risala amesoma nini? Amesoma usul al-thalatha, amesoma al-qawaid al-arba'a. Mimi naambieni hivi vitabu viona vidogo vidogo hivi, lakini vina athari kubwa sana katika kumgeuza mtu akawa mtu wa tauhid na sunna, vidogo tu. Na ndio maana jamaa zetu wamebeba chuki sana, na Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria wanawavioni wengi kusherehesha risala hizi, rahmatullah alayhi. Mwingine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, huyu pia akabebewa kilo sijui ngapi za tuhma, wakamzungumza. Lakini angalia kila wanavyomzungumza azidi kujulikana, azidi kuheshimiwa mwanachuoni huyu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Na sasa hivi Sheikh Rabi' al-Madkhali, ukiona matakfiri khawarij wanavyomzungumza, na ukienda na zaidi ikhwan muslimin, kwa sababu yeye ndio amewafichua yote. Yeye tungelikuwa bado hatujulikani, sasa tungependua serikali zote, akawafichua Qutbiyya na al-Bannaiyya, kwa makundi yote haya, Sururiyya akaweka wazi, watu walikuwa hawajui. Sheikh Muhammad Aman al-Jami Mwethiopia rahmatullah alayhi, imam min a'immati as-sunnah, wakawa waitwa ahli sunna jamia, na sasa hivi madakhila. Semeni mnavyosema, lakini fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Anayenyanyua ni Allah na anayekuangusha ni Allah. Wewe jishughulisha na alaka yako na Mola wako. Ama hawa binadamu hao, wallahi hata wakakuzungumza vipi, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekunyanyua, hawawezi kukuangusha chini kabisa. Kwani si mitume umetumilizwa kwa umma asiamini hata mtu mmoja? Mtume sana wan nabii walaysa ma'ahu ahad, asiamini hata mtu mmoja. Alianguka nani? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kuna watu hapa nikiwauliza ambao si tulab al-ilm, labda untajie mmoja tu katika mahasimu wake waliomfunga jela, wakamchapa, wakamfanya nani, wamjua fi mazbalati at-tarikh, lakini atajua Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Wa hakadha, kwa binadamu hawezi kukushukisha wewe chini, usishughulishwe na wao. Kuna baadhi ya watu wana mimi nikisema hili watu watanichukulia vipi, nikisema hivi watu watasema vipi. Waache waseme, maadamu umesimama kwenye haki usiogope kuisema. Watakimbia, watabakia wa kweli. Kama mtu si mkweli atakwenda zake, lakini kitu kibaya uwapeleke watu kwa mfumo huo wa kuwaridhisha,
kisha waje wajue ukweli, watakuona wewe ni khain, hakuna mfano wako khain. Hebu fikiria wale wanaowapeleka watu katika kutoatii viongozi na kuwatukana viongozi. Ile siku ile mtu akifungua Sahih Muslim katika kitabu al-Imara, kisha aone hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam azungumza vipi kuhusu hili swala, atamfikiria vipi yule? Mbona hadithi zote sijawahi kuziona hizi? Ndio juzi niwaeleza kule masjid darasani, nimeona clip ya yule mudbir mmoja, ina haja kumtaja, Misri yule, apigiwa simu na mama mmoja yualia, asema kumbe mtume sallallahu alaihi wasallam اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. Kwa nini mtume anasema hivi? Yule mama au muulize yule bwana, kwa nini mtume anasema hivi bwana? Yani kama ambe sasa mambo gani kila siku tuambiwa sisi tutoke nje ya taa ya viongozi, sio tokeni fanyeni, kumbe mtume anatuambia hivi. Ati kinachomliza yeye, kwa nini mtume anasema hivi alayhi wasallam, sijuelewa. Yani ataka dini anavyotaka yeye, si ile dini ambayo mtume sallallahu ameletewa wahi kutoka kwa Allah kutufikishia. Sasa sikiliza jawabu sasa, sababu hadithi katika Sahih Muslim kule bwana asema hadithi ni kweli, lakini si viongozi hawa. Kumbe hadithi ya mtume sallallahu ilikuwa na wakati yafanywa kazi, wakati mwingine muattal. Hadha kisha akamzugazuga pale ili kumponya. Usijali bwana, kile tunachokuambia sisi ni sawa, lakini nawaambieni iko siku wallahi, hata wakhurafiu nawaambia siku zote, watu wakija kijua ukweli watawachukia nyinyi mlivyowapoteza. Na sisi tuwaombea wajue ukweli hapa duniani, kesho akhera mambo yatakuwa makubwa mno. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u. Kesho kutakuwa na kesi kubwa sana, na hawa wanaofuatwa watawatenga. Mimi sikukwambia bwana unifuate, wewe mwenyewe unkuja, kila mmoja atamkimbia mwenzake, watakuwa walaaniana. Sallallahu alaihi wasallam. وقال يقول الله تعالى حديث قدسي في الصحيحين أنفق عليك، ewe mwanadamu toa na mimi nitakupa, toa na mimi nitakupa. Kila unachokitoa Allah atakupa badala yake. Ingawa wewe usitoe kwa ajili ya faida ya kidunia tu, toa kwa ajili ya akhira. Kesho Allah subhanahu wa ta'ala akulipe kwa kile unachokitoa, utapata ya akhira na utapata hapa duniani. Na waulize ambao watoa, watakwambia mambo makubwa waliona Allah aliwafanyia katika mabiashara yao, katika shughuli zao, na wepesi aliwafanyia katika matatizo waliokuwa nayo, katika maradhi na mengineo, kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Usione kuwa kuficha, kubana, kutotoa kutakusaidia wewe. Ile sadaqa unato, wama tunfiqu min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Kila mnachokitoa Allah atawapeni badala yake subhanahu wa ta'ala, na badala yake bila shaka ni bora zaidi kuliko kile ulichokitoa wewe. Wallahu musta'an. ولا يزيدن كثيرا منهم. kuanzia hapo inshallah tutakuja kueleza. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت